Mwanafamilia wa soka, karibu katika soka la anga za Ulaya. Kuna jambo kubwa linaendelea ndani ya Real Madrid. Kauli zinazohusishwa na rais wa klabu hiyo Florentino Perez ni mjadala mkubwa baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Los Blancos wanaweza kuandaa dau la awali la euro milioni 150 kwa ajili ya kusajili nyota mkubwa katika dirisha lijalo la usajili. Je, Real Madrid inajiandaa kuvunja benki kwa euro milioni 150? Fabrizio Romano ameibua siri hii mpya, huku Florentino Perez akitoa ujumbe unaoacha mashabiki wakisubiri kwa hamu. Je, ni Joao Neves, Vitinha au nyota mwingine mkubwa? Endelea kutazama mwanzo hadi mwisho. Ni mimi Henry Latestevagen na hii ni NAJ Sport. Subscribe and turn on notification bell ili ujiunge kwenye familia hii kubwa ya michezo. Kwa mujibu wa taarifa zinazojadiliwa na Fabrizio Romano, Real Madrid inafuatilia kwa karibu baadhi ya wachezaji wa Paris Saint-Germain, hususan Joao Neves na Vitinha. Hata hivyo, Romano alisisitiza kuwa bado hakuna jina linalotajwa rasmi kama mlengwa mkuu wa dau hilo kubwa. Kulingana na maelezo hayo, euro milioni 150 zinatajwa kuwa ni ofa ya mwanzo tu. Hii ina maana kwamba ikiwa mazungumzo yatahitaji kiasi kikubwa zaidi, Real Madrid inaweza kuongeza dau lake ili kufanikisha usajili huo. Jambo linalofanya dili hili kuwa gumu ni msimamo wa PSG baada ya mafanikio yao ya hivi karibuni. Viongozi wa klabu hiyo wakiongozwa na Nasser Al-Khelaifi wamekuwa wakisisitiza kwamba wanataka kubakiza wachezaji wao bora ili kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa zaidi. Fabrizio Romano anaeleza kwamba wachezaji kama Joao Neves au Vitinha haiwezekani kuingia tu na kulipa fedha bila mazungumzo marefu. Real Madrid italazimika kufanya mazungumzo ya kina na PSG, jambo ambalo linaweza kuchukua muda kabla ya kufikia makubaliano yoyote. Joao Neves amekuwa mmoja wa viungo wanaovutia zaidi barani Ulaya. Akiwa bado kijana, ameonyesha uwezo mkubwa wa kucheza chini ya pressure, kutengeneza nafasi na kudhibiti kasi ya mchezo. Kwa upande mwingine, Vitinha ameendelea kuwa muhimili muhimu katika safu ya kiungo ya PSG kutokana na uwezo wake wa kutawala mchezo na kutoa pasi za mwisho. Kauli nyingine inayowavutia mashabiki ni pale inapodaiwa kwamba Florentino Perez aliwataka mashabiki wa Real Madrid kuwa tayari na habari kubwa ya wiki ijayo. Kauli hiyo imeongeza uvumi kwamba klabu hiyo itaweza kuwa inapanga usajili wa nyota ambaye atakuwa sehemu ya kizazi kipya kitakachoongoza Real Madrid kwa miaka mingi ijayo. Tayari Real Madrid imehusishwa na majina makubwa kadhaa katika dirisha la usajili. Baada ya kuimarisha maeneo mbalimbali ya kikosi, viongozi wa klabu wanaonekana kutafuta mchezaji ambaye anaweza kuwa uso wa mradi wao wa baadaye. Swali kubwa linalobaki sasa ni je, mchezaji huyo ni Joao Neves, Vitinha au kuna jina lingine kubwa ambalo limefichwa na ambalo litashangaza dunia ya soka? Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka Real Madrid wala PSG. Kinachojulikana ni kwamba mazungumzo na mipango ya ndani inaendelea, na mashabiki wa Los Blancos wanaendelea kusubiri kwa hamu kuona nani atakuwa Galactico mpya wa Florentino Perez. Endelea kufuatilia kwa sababu siku chache zijazo zinaweza kuleta moja ya habari kubwa zaidi za usajili katika soka la Ulaya. Ikiwa dili hili litakamilika, litaweza kuwa ni miongoni mwa usajili wa gharama kubwa zaidi kuwahi kufanywa na Real Madrid katika historia yake. Asante kwa kutazama, usisahau kubonyeza like, subscribe na kuwasha alama ya kengele ili usikose taarifa nyingine kubwa za usajili kutoka duniani kote. Bye.